Yes, bana, mechi imemalizika. Wananchi Yanga Afrika wamecheza hapa dhidi ya kikosi cha timu ya Fountain Gate na Yanga imebuka na ushindi wa goli 2-0, ambao yakifungwa na Prince Dube lakini pia pamoja na Pacome Pedro Zouzoua. Lakini mechi ya leo Fountain Gate wamekuwa bora sana, wamekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuchezea mpira, lakini walitolewa na waamuzi wa mchezo wa leo kwenye reli, kwa sababu goli la kwanza limepatikana kwa njia haramu, kwa njia isiyokuwa halali, na hii imepelekea Fountain wakifungwa goli ambalo kiusema kweli wamenyongwa na waamuzi kwa siku ya leo. Wakati unapigwa ule mpira, beki wa timu ya Fountain Gate hajaugusa ule mpira kabisa. Nitakuonyesha hapo, lakini mwamuzi msaidizi Glory Tesha wala kushtuka wala kutikisika, akaruhusu mwamuzi wakati anaruhusu kwamba ni penalty. Wanapata penalty Young Africans, Prince Dube anafunga. Lakini unaona namna ambavyo mechi inakuwa ngumu kwa upande wa Fountain, kwa sababu mwanzo waliutawala mchezo vizuri kabisa, waliushika mchezo vizuri kabisa, lakini the way jinsi ambavyo wanacheza, the way jinsi ambavyo wamecheza mechi, baadaye wakaanza kuingiwa na upepo, wakaanza kuingiwa na ubaridi na mambo kama hayo, mwisho wa siku wanakuja kuruhusu goli lingine la pili kipindi cha pili. Kwa hiyo kwangu waamuzi wanapaswa kuwa makini sana. Timu inaweza ikawa imekuja na mpango mkakati mzuri, timu imeweza kujitengeneza vizuri, timu inaweza ikawa imejiandaa vizuri, kwa sababu leo Fountain Gate walikuwa na wachezaji wazuri kama kina McDonald kutoka Nigeria, Henry David ambaye wao wanamuita Messi kwenye ubora mkubwa, Abdalla Kulandana alifanya kazi kubwa, Ismail Azizi Kada, hao wote walionyesha uwezo mkubwa sana. Tuliona kazi yao, baadaye Chuga aliingia. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona, kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa. Watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Wananchi Yanga Afrika wamecheza hapa dhidi ya kikosi cha timu ya Fountain Gate na Yanga imebuka na ushindi wa goli 2-0, ambao yakifungwa na Prince Dube lakini pia pamoja na Pacome Pedro Zouzoua. Lakini mechi ya leo Fountain Gate wamekuwa bora sana, wamekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuchezea mpira, lakini walitolewa na waamuzi wa mchezo wa leo kwenye reli, kwa sababu goli la kwanza limepatikana kwa njia haramu, kwa njia isiyokuwa halali, na hii imepelekea Fountain wakifungwa goli ambalo kiusema kweli wamenyongwa na waamuzi kwa siku ya leo. Wakati unapigwa ule mpira, beki wa timu ya Fountain Gate hajaugusa ule mpira kabisa. Nitakuonyesha hapo, lakini mwamuzi msaidizi Glory Tesha wala kushtuka wala kutikisika, akaruhusu mwamuzi wakati anaruhusu kwamba ni penalty. Wanapata penalty Young Africans, Prince Dube anafunga. Lakini unaona namna ambavyo mechi inakuwa ngumu kwa upande wa Fountain, kwa sababu mwanzo waliutawala mchezo vizuri kabisa, waliushika mchezo vizuri kabisa, lakini the way jinsi ambavyo wanacheza, the way jinsi ambavyo wamecheza mechi, baadaye wakaanza kuingiwa na upepo, wakaanza kuingiwa na ubaridi na mambo kama hayo, mwisho wa siku wanakuja kuruhusu goli lingine la pili kipindi cha pili. Kwa hiyo kwangu waamuzi wanapaswa kuwa makini sana. Timu inaweza ikawa imekuja na mpango mkakati mzuri, timu imeweza kujitengeneza vizuri, timu inaweza ikawa imejiandaa vizuri, kwa sababu leo Fountain Gate walikuwa na wachezaji wazuri kama kina McDonald kutoka Nigeria, Henry David ambaye wao wanamuita Messi kwenye ubora mkubwa, Abdalla Kulandana alifanya kazi kubwa, Ismail Azizi Kada, hao wote walionyesha uwezo mkubwa sana. Tuliona kazi yao, baadaye Chuga aliingia, lakini mwisho wa siku Young Africans ni mapungufu ya waamuzi yanawabeba tena. Yani mapungufu ya waamuzi yanaenda kuwabeba kwa mara nyingine tena, kwa sababu goli la kwanza halikuwa halali kabisa. Ule mpira bana, ule mpira kusema kweli haukugusa mkono, mpira uligusa kifua. Mwamuzi anaamuru ipigwe penalty. Yani kwa nini unajiuliza maswali? Hizi timu za Kariakoo zinakuwa zinapewa nafasi sana, hasa matukio ya hovyo, kwa sababu hakukuwepo na matukio hapa ya kushangaza wakati hizi timu mbili hazichezi, wakati ziko katika michuano ya kimataifa, lakini zimerejea tu au wamerejea tu wananchi Yanga Afrika tayari. Waamuzi wamekwisha pepesa, wanaruhusu matukio ya hovyo tu kuendelea, na mwisho wa siku goli sio halali. Goli la kwanza sio halali, lakini pia hata goli la pili wakati Duke Abuya anapiga pasi Pacome Zouzoua alikuwa katika eneo la kuotea. Kwa hiyo utaona makosa yote ya waamuzi leo yanawapelekea Young Africans kuondoka na ushindi. Kwangu nafikiri Young Africans leo hii mechi haikuwa kwao na hawakuicheza mechi vizuri.
sana sana ni waamuzi tu waliowapendelea, wamewabeba kwa sababu wamewapa magoli tu ambayo sio wenyewe. Sio kwamba labda nawaonea, hapana, lakini tumeangalia wote mpira, hata wewe pia hapo umeangalia mpira. Goli ile halikupaswa kuwa goli la kwanza kwa sababu mchezaji ule hakugusa ule mpira kwa mkono. Goli la pili Pacome Zouzoua tayari kwa katika eneo la kotea. Yaani wakati anapokea ile pasi tayari alikuwa amekwisha zidi, lakini waamuzi wameruhusu. Mwisho wa siku Fonten analala kwa goli 2 kwa bila. Kwa hiyo Yanga pia wanapaswa kuimprove. Leo nimewatazama kwenye ligi Yanga wa kimataifa waliocheza mechi za kimataifa tofauti na leo walivyocheza. Wamecheza wako so down, yani wako so down kweli kweli. Wamecheza baadaye Pacome Zouzoua ndo anakuja kuwabeba, na unajiuliza hivi Young Africans bila Pacome ni timu ya namna gani? Yani Pacome leo alianzia bench, lakini Pacome ameingia kipindi cha pili ndo amechangamsha game. Kipindi cha kwanza Yanga wamecheza 50-50. Unaona kina McDonald, kina Henry Joseph wamefanya kazi kubwa. Henry Davis yule Messi kutokea Babati pale Nigeria, huyu kafanya kazi kubwa sana. Fountain Gate to me leo walikuwa kwenye performance ya hali ya juu sana, lakini ameingia Pacome akaanza ku outshine, ndo akaanza kidogo kuonyesha ubora wake. Pacome Pedro Zouzoua kama kawaida yake akawa kidogo ameuchukua mchezo, lakini magoli sio magoli. Yani magoli kusema kweli sio magoli. Hata wao wakiangalia baadaye kwenye marejeo wanaanza kusema we need to improve, kwamba tunafunga magoli lakini hayakudeserve kuwa magoli. Magoli ya offside, lakini pia goli la penalty ambalo ni la mchongo kabisa. Kamati ya saa 72 kazi yao wanaijua vizuri sana, na kama unakumbuka hapa katikati waamuzi wengi sana wamefungiwa. Na hii ya leo namna ambavyo timu zinajiandaa kama Fountain Gate wanacheza mpira mzuri, sometimes they need favor. Hata wao pia wanahitaji favor ambayo Yanga wanaipata. They need also favor. Yani wakati Yanga wanaipata hii favor, na hata wao pia wanaitaka hii favor. Why wape favor timu kama Yanga ambayo inajiweza economical, masuala mazima ya kiuchumi, masuala mazima ya financially wako sawa sawa. Wamesajili wachezaji wakubwa kutoka huku na kule. Kina Dumbia walikuwa ndani, kina Chikola walikuwa ndani. Alafu unakuja unainyonga timu imetoka Babati na struggle, hawapandi ndege wanapanda basi. Alafu unawanyonga tu kirahisi tena mapema, kwa sababu walikuwa na mpango wao mzuri kabisa Fountain Gate. Lakini mara baada ya kufunga ile goli moja wakapoteana, kwa maana tayari wakaanza kuingiwa na upepo, wakaanza kuingiwa na ubaridi. Lakini Yanga kama wanacheza hivi kuna kazi kubwa ya kuongeza, kwa sababu wanamtegemea mchezaji mmoja Pacome. Na Pacome siku akiumwa itakuwaje? Kwa sababu Pacome anaonekana ndo driver wao, yani ndo dereva wao, yani yeye ndo anawaoperate kwamba bwana tucheze kwenye tempo hii, tucheze hivi, tucheze vile na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Pacome kama siku anaumwa, na maana atachomwa sindano, ama Pacome kama amelazwa ina maana atapelekwa na Machela akacheze, au itakuwaje? Kwa hiyo Yanga wao wajichunguze. Kwenye ligi huko hakuna lele mama, timu zimejipanga, hawatategemea waamuzi kila kukicha. Waamuzi watakuja leo watawapatia tu hizo nafasi, lakini mwisho wa siku waamuzi wataisha, watafungiwa wote. Sasa tutabaki na ligi ya namna gani? Kwa sababu kama waamuzi watafungiwa kwa sababu ya mambo kama haya, yani penalty gani ile? Yani mwamuzi unajiita ni linesman, umeshakaa kwenye ligi muda mrefu, alafu unakosa exposure na experience ndogo tu ya kuona ile mchezaji ameficha mikono yake, ule mpira umepita ukapiga tumbo hapa. Yeye anasema eti amenawa penalty. How? Waamuzi they need to protect pia hata hizo timu ndogo. They need to give some favors. Hata wao wanahitaji hizo favor. Sio kwamba Yanga Simba. Kuna muda wanahitajika na wao pia kupata chochote kitu ili kuhakikisha wanafanya vizuri pia. Bwana, wananchi Young Africans leo hawakuwa na kiwango kizuri. Ni Pacome peke yake alivyoingia ndo akaonyesha ubora, lakini Duke Abuya outstanding performance, yeye peke yake ndo ameonyesha kilicho bora zaidi. Kwa hiyo Yanga leo mmebebwa. Wazi kabisa, wazi mmebebwa. Ukitaka kujua hilo, subirini mkatazame kipenga cha mwisho siku Alhamis pale. Osman Kazi atakuwepo pale kipenga cha mwisho Azam TV. Atawaonyesha matukio jinsi yalivyokuwa. Mimi leo nimeona kama friji bovu, ila subirini kipenga cha mwisho itakapokuwa mtakuja. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa. Watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.